Unajua kosa kubwa ambalo watu wengi hufanya baada ya kufaulu mtihani wa udereva hapa Marekani ni kudhani kwamba kufaulu mtihani ndio kila kitu. Madereva wengi hutumia siku, wiki au hata miezi kujiandaa na mtihani wa udereva. Wanatumia vioo vizuri, wanatoa ishara ya kugeuka, wanazingatia mwendo na wanakumbuka sheria zote za barabarani muhimu, wakijua kuna mtahini anayewaangalia. Lakini jambo la kushangaza ni pale tu wanapopata leseni na kuanza kuacha kufanya yale yaliyowasaidia kufaulu mtihani. Hawageuzi tena kichwa kuangalia blind spot kila wanapobadili njia, wanaanza kupunguza kusimama kikamilifu kwenye alama za stop, wanaanza kufuata magari mengine kwa ukaribu sana, na wakati mwingine wengine wanajiamini kupitiliza kwa sababu tu wamefaulu mtihani mmoja. Ukweli ni kwamba kufaulu mtihani ni ishara tu kwamba wewe unaweza kumudu kuendesha peke yako barabarani kwa usalama. Haimaanishi kwamba wewe tayari umeweza kila kitu katika sheria za barabarani. Hivyo kimsingi kujifunza kuendesha huanza pale tu unapokuwa peke yako barabarani. Na hapo ndipo utakutana na safari za barabara kuu, mvua, theluji, ujenzi wa barabara, msongamano wa magari na hali mbalimbali ambazo hazikuwepo siku za mtihani, kwa sababu siku ya mtihani utafanya mtihani katika eneo dogo tu. Kwa hiyo kama umefaulu mtihani wako hivi karibuni, hongera sana, lakini kumbuka jambo moja. Mtahini akishuka kwenye gari haimaanishi ndio mtihani umeisha. Maana yake ni kwamba somo halisi la udereva ndio kwanza linaanza.